tunaitazama ndoa kwenye jicho la kiroho. Tulikuwa tunajaribu kuangalia la kisaikolojia. Nikasema hapo mwanzoni nilisema kwamba watu wa afya ya akili wanasema no health without mental health, kwa maana hakuna afya ya mwili kama hakuna afya ya akili. Kwa ndoa pia inategemea kwa kiwango kikubwa afya ya akili, sio kiroho peke yake. Sasa kwa sababu sasa hivi tunaenda kwenye eneo la kiroho. Sasa nilikuwa niwarudishe hapo. Umevurugwa, unawezaje kufanya mambo? Sio rahisi. Unawezaje kuhudumia jamii? Unaweza kumhudumia mume wako, umevurugwa, akili imevurugwa. Kichaa hawezi kufanya vitu in a perfect way. Sasa tuende basi kama tulivyokubaliana kwamba tunaitazama ndoa katika jicho la kiroho. Mimi kabla ya kwenda huko si swali litaeleweka. Kuna mtu mmoja alipewa assignment ya kuomba, ilikuwa sikukuu ya kina mama. Akapewa assignment ya kuombea ndoa. Nafikiri wakati wanampa hiyo assignment hawakujua ndoa yake ilikuwaje. Wakasema wewe kwenye sikukuu yetu tutaombea eneo la ndoa nini. Sasa yeye mwenyewe akaipanchi juu kwa juu, kuambia ile timu akaipanchi juu kwa juu. Mimi sijaelewa vizuri hapa. Yaani kulikuwa ni sikukuu ya wanawake ambayo inahusiana habari ya ndoa au ilikuwa inahusiana na sikukuu ya wanawake. Sasa wanawake si huwa mna maombi, mnaweza mkaombea watoto, mnaweza mkaombea nini. Sasa wewe ukapewa jukumu la kuombea ndoa. Sasa umepewa jukumu la kuombea ndoa, lakini ndoa yako haiko vizuri. Huyo mtu kukataa kuiombea ilikuwa ni sahihi au kuipeleka kwa mtu mwingine? Umenielewa vizuri mtumishi? Okay. Kwamba kwa sababu ndoa yangu haiko vizuri na mimi ndo ninayejua, wale walionipa jukumu hawajui. Sasa anakataa kuomba kwa sababu swala la ndoa yako kuwa vizuri au vibaya na swala la mimi kupeleka maombi alinizuii mimi kuzungumza na Mungu. Si ndio? Kwamba hainizuii mimi kuombea ndoa za wengine. Kwa hiyo nafikiri hakuwa sahihi, kwa sababu swala ni kwamba yeye ni uhusiano wake na Mungu, lakini anatakiwa kuombea ndoa. Ni mindset nafikiri, lakini yuko sahihi kwa sababu mimi nataka nimjibu, narudi pale pale kwamba majeraha ya ndani yamemfanya ajione hafai. Sababu mtu ambaye amejeruhiwa hata kama awe mrembo vipi, moyo umeshainama, anaona mimi hili jukumu mimi siwezi kulibeba. Na kuna watu wanatusikiliza pale, ndoa zao zimeenda vibaya. Ukimwambia juu ya mume au mke anaweza kukuziba vibaya. Wewe akili yako imekaa sawa. Ameumizwa, kuna vitu ameumizwa kwenye ndoa yake. Kwa hata umwambie vipi hawezi kukuelewa. The same apply kwa huyu mtu. Ameokoka, anaenda mbinguni, anawaza kufikiria habari za kiroho, lakini ana jeraha la ndoa. Kwa anaona kwamba mimi naona sio mtu sahihi kuombea hili jambo. Kwa nini? Kwa sababu tu nafsi imeinama. Sika wananielewa. Confidence inaondoka. Kwa iko hivyo. Lakini alikuwa haiko sahihi, ila alikuwa yuko sahihi kwa sababu maumivu ndio alijibu. Majeraha yale ya ndani ndani. Nimekuelewa. Asante. Haya, karibu tunaingia sasa jicho la kiroho. Tumetoka kisaikolojia tunaingia kiroho. Mimi naanza na swali hapo kwenye kiroho. Tumeambiwa atamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Labda mimi nikupeleke kwenye Kingdom Bible, Biblia ya tunaita katiba ya ufalme wa Mungu. Tujifunze kidogo hapo au mnasemaje? Sawa. Ili tuone mstari kwenye Biblia kwamba Biblia inapozungumza 2:18, si ndio? 2:18 Biblia inasema hivi. Nasema hivi kwenye Biblia ambayo imeandikwa kwa Kiebrania, kwa sababu Biblia imeanza kuandikwa kwa Kiebrania nafikiri, afu ndo zikafuata lugha zingine au taratibu zingine, kwamba na Kiebrania Mungu ni Yahweh. Anaitwa Yahweh Mungu kwa Kiebrania, kwamba sasa inasema Yahweh Elohim, kwa sababu anaitwa Yahweh Elohim, Mungu mwenye nguvu au mwenye enzi. Yahweh Elohim akamchukua huyo Adam, akamweka katika bustani ya Eden, ailime na kuitunza.
Yawe Elohim akasema, Yawe akamwagiza huyo Adamu akisema, tutoke hapa tuishie tu pale. Naomba nirudi hapa. 18 anasema Yawe Elohim akasema, si nzuri huyo Adam awe peke yake, nitamfanyia msaidizi. Yani kwenye lugha ya Kiebrania msaidizi anaitwa Eza au helper, atakaye kuwa na asili moja. Kwenye Kiebrania anasema kenegdo. Kenegdo maana yake asili moja, yani Kiebrania kenegdo ni asili moja. Hao watu wana asili moja, lakini huyu ndani yake anakuwa ametengenezwa kwenye mithili ya usaidizi. Yani ana application ya kusaidia mambo. Yani mimi nina package yangu ambayo sasa haitoshi peke yake, naongezewa package nyingine ambayo inaenda kunisukuma mimi ku accomplish a certain mission, yani kutimiza lengo kusudi. Sasa kwenye swala la usaidizi labda niwasaidie. Cha kwanza, na hii ninataka niwasii watu wengi sana, mwanaume lazima awe na kitu ambacho anafanya. Awe na vision au mission on earth. Shika naelewa kwamba lazima niwe na maono ya kwangu kwenye hii dunia ambayo sasa nayatekeleza katika siku zangu za kuishi kwenye hii dunia. Sasa kwenye hii dunia nitahitaji mke. Mke ambaye ni msaidizi, anakuja kunisaidia ku accomplish a certain mission on earth. Kama naeleweka? Nakuelewa. Kwa swala la kuoa, mimi I don't take kwa sababu ya kuzaa na kuolewa tu. Hiyo sio ajenda yangu. Baada ya Mungu kumweka huyu jamaa Edeni, baada ya kukaa Edeni akamleta Eva. Eva anakuja kuwa msaidizi, anasaidia vision, na ndio maana hadi kwenye uharibifu ulitokea Edeni. Kwamba huyu msaidizi kuna eneo alimesa kwenye usaidizi wake akasababisha anguko. Lakini kulikuwa na purpose. Kwa mwanaume usioe kama hauna mission, kwa sababu ukijua una mission fulani ni rahisi kuoa sawasawa na yule msaidizi sawasawa na mission yako ambayo uko nayo. Kwa anaposema wakufanana naye ni kwamba mtu ambaye ana uwezo wa kubeba ile mission, kutembea nayo. Sio kila mwanamke anaweza akabeba mission yako. Sio kila mwanamke anaweza kuatamia vision yako. Wanaume wengi wameanguka na kupotea kwenye uchumi kwa sababu baada ya kuleta aina fulani ya mwanamke, yule mwanamke akaja kudestroy every feature, every vision, every mission ilikufa. Nyinyi mnajua habari ya mtu mmoja anaitwa Samson? Au mna habari moja ya mtu anaitwa mwenye nguvu nyingi, mnamjua anaitwa nani? Alipigana sana, yani akifanya tu hivi Goliath, akifanya tu hivi. Samson mnajua alikuwa mnadhiri wa Mungu, ndio? Lakini baada ya kumweka Delila alimharibia mambo yote, vision yote ilikufa, mission yote iliisha. Kwa hiyo mwanaume lazima ajue kwamba swala la msaidizi wa kufanana naye sio kufanana mwili, sio kufanana rangi au urefu, ni kufanana kwenye, maanake hawa watu wanaweza kuside together, wakapanga mambo yao pamoja. Sasa kuna kitu kinaitwa vision. Ukiwa na vision, usije mwanamke naye akaja ana vision. Kunakuwa na dual vision au double vision. Kukiwa na double vision, tayari mafahali wawili hawawezi kukaa zizi moja. Hawawezi kukaa zizi moja. Sasa mbona sasa leo umeniacha vibaya? Kwa kweli ameniacha vibaya. Mungu kai sasa. Ina maana huyu ana vision yake. Ina maana mimi natakiwa niende kule nikiwa empty au? Sio swala la empty. Swala la kurecognize vision, kwa sababu wewe automatic kiroho umeumbwa kwenda kusaidia vision. Hapo nimekuelewa. Unaweza ukawa na issue zako lakini haziwezi kuimeza main vision. Ukithubutu, kwa sababu ubaya ni kwamba wewe unakuta ni CEO kwenye project yako. Ndio.
Lakini lazima ujue kwamba vision yangu mimi ndio inameza vision yako. Okay, yeah. Yaani mimi na capacity ya mpaka kuiatamia vision yako. Okay. Lakini ukiona wewe unaweza ukatumia muda mwingi kuibeba vision yako peke yako, kwa sababu automatic mnakuwa kings wawili. Sasa wafalme wawili waweze kwenda pamoja. Biblia inasema wazi kiroho. Watu wawili, ukisoma Biblia inasema wazi kabisa kwamba watu wawili, Amos 3:3, watu wawili hawawezi kwenda pamoja wasipopatana. Kwa wewe unakuja kusaidi. Ndio maana huwa nawaambia wanaume kwamba umeoa, umepanga kuoa, lazima ukae chini na mkeo aone wapi mnaenda. Mtumishi akishindwa kuona wapi mnaenda atakusumbua tu. Mimi naomba hapo rudia hapo kwenye vision, yaani mama anayekuja aje akijua kabisa anaenda kusaidia ile vision uko nayo wewe. Hebu ieleze vizuri hiki kitu. Kimeleta mkanganyiko sana kwenye. Naomba nitoe mfano mmoja. Huwa mnaona watumishi wa Mungu ndio wachache ambao unaweza kuwajua, sitaki kuwataja majina kwa hapa Tanzania mara nyingi kwamba wanapokuwa kwenye ministry wakaenda wote wawili huwa wanasolve kesi nyingi sana. Akienda mwanaume peke yake, mwanamke akawa anabaki nyumbani anapika mikate na vitumbua, hii ndio haitoboi. Mnakubaliana na mimi hicho kitu? Mmeona au hamjaona? Tumeona. Umemwacha mke wako Japan, wewe uko hapa, nani anaenda kukusaidia? Kuna vitu vingi sana, kuna siri nyingi sana za maono yako ambao anayeweza kubeba ni mke tu. Ndio maana mara nyingi sana wanaume wote duniani ambao wameoa wakauona usaidizi wa wake zao wana appreciate 24/7. Bila huyo mwanamke kuna vitu havitaenda. Ndio maana ukisoma Biblia imesema wazi, imesema hivi. Tusome kidogo hapa. Nasema hivi kama nitakumbuka. Mithali 31 mstari wa 29. Tusome hapo kidogo. Sema tunaenda kiroho kidogo. 31:29. Yes, soma hapo. Anasema binti za watu wengi wamefanya mema. Yes. Lakini wewe umewapita wote. Yes. Binti za wana wamefanya mengi. Lakini wewe mke wangu, wewe kiboko. Wewe mwamba, yaani una mchango wa kiwango kikubwa sana kwenye my life. Kuna wakati mwanaume anahitaji mwanamke ambaye anaweza akavuka naye kwenye eneo ambalo ni gumu sana. Wanawake hawapo. Wanawake wanaweza kawa wako busy. Wanawake wanaweza sione nafasi yao. Kwa mwanaume anakosa msaidizi. So kuna wanaume wameoa lakini hawana wasaidizi. Let me tell you this. Kwa sababu ile msaidizi lazima uwe very closer to your man. Yes. Na lazima usukume vitu. Aone unasukuma. Unasikiaga mtu anasema nimeolewa lakini mimi ni mama wa nyumbani. Okay? Sawa. Labda tumuulize mume ndo anaweza kujua kama mama wa nyumbani. Kwa aje yani? Kwa ajili labda ya watoto tu? Sijui kuna nini. Nenda kamwangalie mwanaume ambaye ameoa mke ambaye yeye ameoa afu hana vision. Kwa hiyo inabidi atafute chakula aje kumlisha mkewe. Kuna wakati huyu mwanaume amekosa hela. Hali ngumu inayoendelea huko ndani, ndoa nyingi zinakufa. Mwanamke amebaki idle. Haji kupushi vitu. Amekaa kupokea tu. Hasukumi, hana mchango wote. Mwanaume anaweza akatafuta usaidizi outside. Kwa usaidizi unaotaka kuzungumza hapa, nataka mnielewe kwamba unakuwa na dubwana lako ambalo unataka kulizungumza kwa sababu kila mmoja ameumbwa na purpose on earth. Yes. Kwamba sasa ili nisiende kubeba watu wengi huko, Mungu akatengeneza kanuni ya muhimu sana. Kwa bwana sasa wewe Lucas siwezi kwenda peke yako. Let me bring for you a very beautiful lady ambaye kwako utasikia faraja. Kwake kuna package nyingi sana za kusukuma vitu. Mnaweza mkakaa peke yenu. Hata hilo unaloliwaza tayari yeye atakuwa anaona.
Na ngoja niwaambie kitu kimoja. Confirmed, ukipata msaidizi wa kufanana na wewe, anatengenezewa kama software. Mungu anakuwa ametengeneza software. Kuna wakati mwingine anajiongeza tu mwenyewe kabla hata hujamwambia. Come on. Hili umelifanya? Come on. Anaweza kulifanya akikuangalia. Kuna wakati anaweza kuwaza kama wewe. Hii ni prove. Yaani kuna wakati unaweza ukafikiri juu ya kumpigia simu na yeye anawaza kupiga simu. Alafu anataka kushirikisha lile ambalo ulitaka kumwambia. Yes. Inakuwa rahisi sana. Kwa sababu kunakuwa na bond between you people. Yeah. Bond ile ni very strong ambayo inasababisha, ni gurudumu linalosababisha mambo yaende. Sijui kama nimeeleweka vizuri. Yes. Vizuri. Yes. Asante sana. Kwa hiyo mwanaume usioe kama hauna purpose. Kwa sababu unamleta msaidizi akusaidia kwenye nini? Huo mtihani. Yani anakusaidia kwenye nini? Kwenye kuzaa. Kwenye kulea. Beyond that, kuna nini? Kuna nini? Ndoa ni project, ni investment. Ambayo investment yetu inakutegemea wewe na inategemea mimi. Una eneo lako, nina eneo langu, ili tuweze kuleta matokeo. Kwa sababu ndoa yetu haiwezi kuwa bora kwa sababu tumezaa watoto. Kila mmoja anazaa. Lakini itakuwa bora sana kama tutasukuma vision au mission yetu on earth ika prosper. Watu watakuwa wanawatambua kwa ile purpose. Na wasema wakina fulani au kwa fulani wanafanya 1, 2, 3. Nimeeleweka sio? Umeeleweka. Mungu akubariki sana. Kwa sasa ona, ngoja niwaambie. Ona sasa madhara yake. Ukiolewa kama hakuna vision, utakaa dormant. Utakuwa na expectations nyingi. Baba alete nile. Utazeeka, utachoka. Sasa nendeni kaangalieni uharibifu unavyotokea. Mwanamke akikosa kusaidia kitu kwa mume wake, kuna sehemu atatafuta kufanya. Akifanya vinaweza vikaleta madhara kwenye ndoa. Okay. Sababu kuna vingine atafanya hajamshirikisha mume wake. Na mume akijua akitaeleweka. Akitaeleweka. Amina. Sijui kama kuna swali jingine. Kuna swali? Maana sasa kila mahali umepekua. Swali naitafuta swali libanjika alipo hapo. Lakini pia tuende sawa. Mimi nataka labda kuuliza kwa yule ambaye anatarajia kuingia kwenye ndoa sasa. Mwingine anatarajia kuoa. Mwingine anatarajia kuolewa. Anatarajia kuolewa, kuna anatarajia kuoa. Swali zuri. Nimesema na washauri wanaume. Lazima ujitafute, kujitafuta na ujipate. Yes. Kujitafuta na kujipata ninapokuzungumzia mimi sio swala la kazi, ni swala la acknowledging your purpose on earth. Yani kutambua kusudi lako duniani ambalo Mungu amekuitia. Ili wakati unaoa utatafuta mwanamke ambaye anaenda kufit kwenye ile purpose. Kwa sababu hatuoi, labda niwaambie kitu, hatuoi physical. Hatuoi miili. Tunaoa software na software ndio linatuhudumia. Mwili kuna eneo lake linatuhudumia, lakini software ni muhimu zaidi. Ndio maana sasa kuna watu ambao wanakosea. Unakuta ameoa lengo lake tu anataka mke amfungie ndani akae huko ndani. Hizi ndoa ni ngumu sana. Yaani nimekuoa mke nimemfungia, kuna wakati mwingine hawataki hata nje atoke. Yaani yeye amemuoa kwa shughuli moja tu. Ni watoto na kutendo, imeisha hiyo. Hahitaji vitu vingine kuwa nje. Sasa unapokuja umeoa mke, vizuri kabisa. Wewe unapokuja kuondoka hapa duniani, na mnatakiwa kujua kikanuni wanaume tunakata moto mapema. Tunakufa mapema. Si ndio? Si mnaona wajane ni wengi kuliko wagane. Sasa inapokuja kutokea kwamba wewe umeoa, umeweka mke wako ndani, haujamuassociate kwenye mambo yako, kwenye vision yako, kwenye miradi yako, kwenye project zako. Wewe ukishaondoka hapa duniani, watoto wanaanza kuteseka. Mke anaanza kuteseka kwa sababu alikuwa amezoea kulishwa, amezoea kupewa, lakini hajaweza kushirikishwa kushiriki kwenye michakato mizima ya vision yake. Kiuchumi, kimaendeleo, mke ametengwa, hajasaidia.
Okay. Anapokea tu na kila kitu nakuta kiko registered kwa name, jina langu mimi. Sasa ndio unaenda kukuta kwamba kunakuwa na migogoro kwenye familia. Kunakuwa na migogoro baada ya mume kutoka, wanasema hii nyumba ni ya kwetu. Lakini pia sio hivyo, vingi vinapotea kwa sababu unaweza kutumia mikopo ya ghafla. Ndio, haujui chochote. Kuna account benki hazijulikani. Yaani wewe mke haujui hata kuna hela kiasi gani. Haujui hata ana kiwanja wapi. Ila upo tu. Kuna mama mmoja nilikuja nikaomba naye, anasema yeye hata nyumba anaishi hajui hati yake iko wapi. Yes. Sasa msaidizi anaweza asijue? Sio rahisi. Lazima ajue. Msaidizi sasa shida ni kwamba wanaume ukiuliza wanasema si hatuwaamini wanawake. Sasa umewaje mtu umwamini? Ambaye umwamini. Hapo kamaita mama watoto wangu. Au tunaacha kuaminika baadaye. Mimi sielewi sasa. Hapana, kuna wanaume wako hivyo. Okay. Kuna watu wamelishana sumu kwamba never trust a woman. Yes. Na hata nyinyi wanawake kuna ujinga mnaambiana kwamba wanaume wote baba yao ni mmoja, mama yao ni mmoja. Kwa hiyo unafikiri mimi niko kama Johnny, mimi niko kama Juma, lakini tuna background tofauti, tuna species tofauti, tuna makabila tofauti, tumezaliwa tofauti. Mimi ukinichukua characteristic zangu, ukamchukua Mchina au Mjapani au mtu wa kabila langu jingine, mtu wa kabila jingine, hauwezi kukuta anafanana na mimi. We are different. Ni kweli. Mimi ngoja nikwambie kitu hapo. Nikosema wanaume wote sio. Siku moja mimi huwa na tafiti zangu. Na tafiti hizo sana sana mume wangu ndo huwa yani kama namgongea hapo. Kwa maana gani? Yani yeye aniambie, namwambia uniambie ukweli. Kwa sababu kuna mtu anaweza akakwambia neno akasema unajua mwanaume hawezi kuvumilia kukaa bila kukutana na mwanamke zaidi ya wiki. Unaona? Sasa mimi najikuta nina ukweli. Narudi kwa baba. Hebu baba niambie. Hivi na hivi na hivi na hivi na yanasema hapana. Kwa hiyo nikasema hiki kitu basi ni kila mtu na namna alivyo. Labda twende kwenye hilo japo kwa tutatoka nje ya mada kidogo lakini nitalijibia kidogo kwamba swala la sex unatakiwa kujua kwamba ni eneo ambalo very sensitive kwenye ndoa na baadaye nafikiri sijui tutalijadili sijui. Nafikiri ni muhimu sana kwamba swala la ndoa, tendo la ndoa japokuwa haliitwi tendo la ndoa kwenye terminology inasema ngono, imeitaja kama ngono, kwamba yenyewe imetofautiana. Kwanza unatakiwa kujua ndoa iko hapa. Ndiyo. Kwenye mindset hapa ikiondoka kwa mwanaume hata hawezi mambo mengine hayawezi kuoperate. Hawezi nafikiri mnanielewa kwamba hakutakuwa na mamlaka itakayosimama hapo. Kwa nini? Kwa sababu iko hapa. Ndiyo. Sasa huwezi kuniambia nilivyo mimi kwa sababu pia hii inategemea kila mmoja ana afya yake. Kuna wengine afya yao iko juu, kuna mwingine afya yake iko kati, kuna mwingine iko low na kuna wengine hawana kabisa. Sasa huwezi kusema hivi eti wanaume wote wanaweza kufanya. Je, una uhakika gani kwamba mimi niko strong? Je, una uhakika gani kwamba mimi niko mzima? Je, una uhakika gani kwamba mimi hapa nina uwezo wa kucontrol? Kwa hiyo ni kujibu hivyo kwamba wanaume wengi wanapewa debe moja, wamewekwa kwenye cup moja, lakini we are different. Yes. Hapo nimekubaliana na wewe. Sika umeelewa? Tumetofautiana. Sababu hata tukiwapa nafasi wanaume, tukawachukua mwanamke mmoja hapa tukasema haya, wewe hapa kuna wanaume kama 10 hapa. Hebu nenda kalale nao. Ataleta ripoti tofauti kwa sababu tumetofautiana sana. Atawapa urejesho kwamba huyu hamna, huyu hivi, huyu hivi, huyu hivi. Hii ni mfumo mzuri sana wa kujua kwamba tumetofautiana. Wewe basi hapo watu wamejitengenezea maneno tuna ambayo tena tumeyachukua tumeyaona kama yes, wanasema hivi no research no right to speak. Kwamba kama haujapata lakini usiwachukue watu wako watatu ambao wamefanya hivyo ukafikiri watu wote. Umeona mimi nikasema nikosa sana. Kwenye counseling kuna kitu kimoja never generalize. Tunasema kuna principle moja never generalize. Yani usiwachukue wanawake wote ukasema wanawake wote ni malaya. Wanawake wote ndivyo walivyo. Not true. People are different kwa sababu vinavyowatofautisha ni background, ni hormones pia. Watu tuna hormones tofauti. Yani mnatakiwa kujua wanawake mko na hormones tofauti. Kuna mwingine ni hyper kwenye hilo eneo la ndoa, mwingine iko juu, mwingine iko kati, mwingine iko chini, mwingine hamna kabisa. Sasa huwezi kuwaweka kwenye kundi moja.
Na kuna wanababa wako ni shahidi hapa, wananyimwa hata tendo la ndoa na wake zao. Halipo, hata hakika labda wabakane tu, wafusiane, lakini halipo. Si kama nimeeleweka? Yes. Kwa hiyo usije uka generalize. Nashukuru sana. Kwa ujio wetu tumeshiba. Kweli, na tunaendelea kushiba hapa, tunaingia kiuchumi. Basi hajakaa vizuri kusikiliza. Lakini pia kusikiliza ni kuchukua hatua. Yes. Maana amesema imani pasipo matendo imekufa. Kwamba sasa hivi hapa sasa tumesikia kinachotakiwa ni matendo sasa. Lakini pia yamkini kuna yule mtu ambaye anataka kupewa elimu zaidi au ameumizwa, ana kidonda ambacho hakiponi. Anaruhusiwa kutafuta mawasiliano ili kuongea na mtumishi kidonda kipone. Kwa sababu tunatofautiana hapa duniani, lakini pia tunategemeana, sisi tuseme. Ukiniongezea sauti nitafurahi. Hapa duniani tunategemeana, si tunategemeana. Sasa mkini labda yule mimi nilimtegemea yule kwamba atanivusha hata kiimani ama kuniponya tu, yaani sio kunivusha katika ile fedha, kumbe akaniumiza. Yeye akanifanya kunikangua tena kila kitu. Unakuta anatembea nayo, yupo katika maisha mazuri, hajakosa pesa, hawajagombana, lakini kuna kitu kapo kanamsumbua, kengele inagonga. Huyo basi anaweza kumtafuta mtumishi wa Mungu. Akitafuta mimi amempata, akitafuta wewe amempata. Kwa hiyo mimi siku zote huwa naombaga na watu, naombaga watu, maombi ni siri. Kila mtu ana jambo lake. Ndio maana ukija kwenye huduma mara nyingi namtenga mtu. Akao tuko wawili tu. Kwa sababu gani? Yaani wewe shida yako hailingani na huyu. Huyu ana kingine, huyu ana kingine. Huyu ana mambo yake, huyu ana mambo yake. Wewe huwezi kuwasikiliza kwa wote, yaani huwezi kwenda nao pamoja. Kwa hiyo lazima uende na huyu mmoja uone kama kuna kitu gani ambacho kiko ndani yake. Kwa hiyo nikushukuru sana kwa sababu umefukua vile ambavyo kwa kweli vipo. Yaani vipo katika ndoa, yaani wachache sana ambao yaani labda hawapo huko, lakini ndoa nyingi zipo kwenye yale ambayo tumezungumzia. Mimi Irene nakushukuru kwa hayo ulikuwa unayaachilia. Nina kitu hapa nakiona. Kwa sababu tuko eneo la kiroho. Kuna vitu ambavyo vimekosekana au vimepotea kwenye ndoa, furaha, amani na upendo. Vimetoweka kabisa kwenye ndoa nyingi. Kama tuna ndoa 20, ina maana ni ndoa 2 tu au 1 ambayo inawezekana hiki kitu kipo, lakini 8 zote tumebaki kuishi kwa sura. Tufanye nini? Tufanye nini hapo mtumishi, ili angalau hata hizi 8, basi hata kama sio 8 angalau 6, hizi 2 zikibaki huko, haya hizi 6 nazo zipande zikae kwenye hizi 6, zipande zikae kwenye 2. Tufanye nini? Sababu hili ndio kiroho hili. Ukisoma Biblia kwenye kitabu cha Zaburi ndio 11:3 inasema hivi, ikiwa misingi imeharibika mwenye haki atafanya nini? Swali. Zaburi 11:3. Ikiwa misingi imeharibika mwenye haki, au soma kabisa. Sema kama misingi ikiharibika mwenye haki atafanya nini? Yaani kwamba wewe una haki kabisa na mume wako na ndoa mmefunga ya kanisani. Una haki na mali wazazi wamekula, si ndio? Na tukakuimbia na melemeta na ukavaa shela na suti safi kabisa na pilau tumekula vizuri. Una haki na mume wako. Hata ukiitwa kiserikali, kisheria, una certificate, marriage certificate, kwamba jamani mimi ni mume halali wa huyu binti. Au mimi ni mke halali wa huyu baba. Lakini tatizo misingi imeharibika. Biblia inamuuliza, ikiwa misingi imeharibika mwenye haki atafanya nini? Hii nyumba hii au hii ofisi au hiki chumba cha siri ambacho tupo hapa chini huko, misingi yake imeharibika, mnaweza mkajenga nini kikasimama juu yake? Sasa mimi nataka kuambia wanandoa wengi sana hawana misingi bora ya kuingia kwenye ndoa. Unakuta wameingia kwenye ndoa, narudi pale pale nimesema mwanzoni kwamba
no health without mental health. Unashangaa wameingia kwenye ndoa wana tatizo, wana majeraha huko ndani, hawajapona. Kwenye kacha ya Israeli ya Jews, ya Wayahudi, hata ukienda sehemu ya wenzetu wa Waislamu, ni kwamba kitu ambacho kilikuwa kinakuwa protected ni mwanamke kuto kuingia kwenye mahusiano kabla ya ndoa. Lengo ni kwamba mimi kama nimejeruhiwa na mtu fulani, mimi nikijeruhiwa, tuashumu mimi nimeingia kwenye mahusiano ya kwanza, nimeingia kwenye mahusiano ya pili, tumeishi tu, tumefanya tuliweza kufanya, lakini hatujaoana, we are not together. Leo hii mimi naachika, naenda kwa mtu mwingine, how will I treat you good? Nitakutreat vipi wewe vizuri? Sio rahisi, sio rahisi, sio rahisi. Nimejeruhiwa mimi na Jenny, nimejeruhiwa na Pili, nimejeruhiwa na Deborah, nimejeruhiwa na Irene. Nawezaje kwenda sasa kuwa na Salome au Rosie, nikamwamini, nikampa moyo wangu, nikamtreat very loyal? Inawezekana? Kwa hiyo kitu kikubwa ambacho na unakuta sijapona. Sasa zipo kanuni kwamba kama mnataka kutafuta upendo, mnataka kutafuta amani, mnataka kufanya vipi, kabla ya kuoana au baada ya kuoana, umegundua kwamba umepita kwenye njia ambayo ndani yako moyo wako una bleed damu, unakuta kabisa huwaamini wanawake. Na watu wameapa kabisa never trust women kabisa. Kuna watu wamesema never trust men, wameapa na kuapa kwa maneno ya vinywa vyao, lakini sio kweli. Ukirudi nyuma, kuna penzi uliwahi kulifurahia kwa hao wanawake, hao wanaume. Kuna penzi uliwahi kulifurahia kwa ex wako, kwa mpenzi wako, na ukaenjoy, ukaona ile ndio paradiso. Sasa imekufa, umejeruhiwa, umeacha kidonda. Kwa sababu ipo kanuni moja ambayo tunaita healing your soul, kuiponya nafsi yako. Unapoenda kwenye mchakato huu, ni mchakato wa kuiponya nafsi yako, na inakuwa nzima kabisa, na unarudi uko fresh kabisa, unaweza kupenda na kupendwa. Sababu kuna watu hapa wamejeruhiwa kwa kiwango ambacho hawapendeki tena kabisa kabisa. Hata umuonyeshe upendo vipi, hawezi kuona, kwa sababu kuna lile eneo linalohusika na kupokea. Yani kama ingekuwa ni viungo, kile kiungo kinachohusika na kupokea upendo kimekatika, yani kama vile kimekatika au kimeondolewa kabisa au kimekongoroka. Sika tunaenda sana. Yani sawa. Kwa lazima tuanze kwenye procedure ya muhimu sana ya kuhakikisha tunaziponya nafsi ambazo zimeinama. Tunafanya counseling ya kuhakikisha tunakuchomoa kwenye kile eneo kinakuumiza. Ukisharudi ndio tunakuruhusu olewe. Sasa ndoa nyingi sana watu wako makanisani, mimi nawarudi pale pale, wameokoka na wanampenda Yesu, lakini nafsi zao zimejeruhiwa na maex zao. Yuko huku kweli ameokoka, mnamuona ni Biblia inasema kiumbe kipya. Kiumbe kipya sawa, ya kale yamepita, yamekuwa mapya, lakini moyo wake umekuwa mpya. Yani huku bado unakuta una kakinyongo, unakuta kikaa kumwangalia ile sasa. Yes. Yani unabaki mbaya zaidi, labda mnasali kanisa moja. Yes. Au hata kama ni mbali, lakini unashangaa kwamba umeolewa. Ndio maana hii ni kanuni moja ya ajabu sana. Kuna watu wameolewa na John, lakini hisia zake ziko kwa Juma. Na Juma yuko Kigoma, wewe uko Morogoro. Siko naelewa. Hisia ziko scattered, zimegawanyika. Kwa kuna umuhimu sana kabla ya kuingia kwenye mahusiano kutengeneza msingi wako individual. Kwa sababu hii unatakiwa kujua kwamba kama Biblia inasema hivi, mpende jirani yako kwa moyo wako wote. Sasa wewe moyo wako wenyewe kwanza umesha haupo, unaweza kumpenda sasa? Sio rahisi. Kwa kanuni ya kwanza, ili kurudi kwenye mfumo, nataka kila mmoja kabla ya kuingia kwenye ndoa awe na utimamu wa afya ya akili, awe na utimamu wa nafsi yake, awe mzima, hana kinyongo. Niliona, labda niwape ushuhuda. Niliona kwenye clip moja hivi, ilikuwa inasambaa. Dada mmoja siku ya ndoa alikuwa na kaka mmoja anaoa. Yule kaka akiwa weko pale mbele siku ya harusi. Kuna dada mmoja, kama mliona ile clip ilikuwa inatembea. Dada mmoja siku ya harusi alivyokuwa anapeleka zawadi, alilia sana. Siko naelewa.
kweli umeolewa, mimi ninashukuru, sio nini, nakutakia kila la heri. Analia, anatoa anakumbuka yuko na wanasema ni marafiki tu wa kawaida, lakini najiuliza kwenye jicho la pili kwamba kile kilio chote kile ni kwamba kilikuwa na nini? Kuna jambo nyuma. Kuna bibi harusi yuko hapo na amepewa na zawadi, lakini unajiuliza unakuta mtu ana expectation ya kuolewa na mtu fulani, alafu sasa yule mtu anakuja anaoa. Nini kinatokea? Yaani amewekeza hapo hayo maumivu. Sasa huyu mtu mnatarajia ambaye ametoa machozi haya anataka kuolewa sasa. Anaenda nayo mzima. Kwa mimi nataka kusema kwamba kama watu wanataka kurudisha kuenjoy kwenye ndoa, cha kwanza tafuta kupona. Kitu kinachotupa wakati mgumu ni kwamba mtu anavunja mahusiano sasa hivi, kesho anaingia ndo changamoto zingine zinapokuja hapo. Si kama leo, yani leo tumeachana, yani kesho mti panda mti. Sasa huyo wa kesho umempata saa ngapi haraka hivyo? Sasa umempata lakini ndo ni sahihi. Hilo nalo ni mtihani jamani eti. Hapo nataka tu moyo wangu na waka moto. Kama vile sasa nipate sasa. Alafu kama vile kuna kulipiza fulani kwamba si umeniacha. Ndakuonyesha. Na hilo ni kwanza, kile kisasi kinakuwa juu yako, maana wewe ndio utakayeteseka. Umeona, sio yule. Mungu tuhurumie. Sasa tunajua hilo. Wanao mtihani. Wanajua, wengine wanajua, lakini kama hawajui leo wanajua, na kama wanajua wana nafasi ya kutengeneza. Na kuna kosa watu wanafanya jingine, unakuta mmeachana, baada ya kuachana kwenye mahusiano yenu hamuachani vizuri. Hilo nalo hamfungi chapter. Kwa hiyo mnakuwa kwenye mahusiano nao hang. Unakuja kuingia kwenye mahusiano mengine, yule jamaa anakuja yuko serious. Sasa mliwahi kupendana na mioyo yenu bado iko, lakini wewe tayari uko kwenye ndoa. Kwa hiyo unakuta ni tatizo au ni changamoto nyingine. Sasa ili uweze, labda nijibu hapo, ili uweze kurudisha upendo wako kwanza, cha kwanza lazima utengeneze misingi ya ndoa yako au mahusiano yako kabla ya kuingia kwenye ndoa. Kwa maana lazima mpone hisia. Na huu ni mchakato. Kwa wale ambao wanataka kujua mchakato huu, unaweza kunitafuta nikakupa mchakato ambao unakusababisha kupona hisia kabisa, na unapona na uko fresh na unaweza kuhimili na ukatumikia ndoa yako vizuri, ukatumikia mahusiano yako vizuri. Lakini pia kanuni nyingine, mkiwa kama mmepungukiwa, ziko kanuni nyingi sana. Jifunzeni namna ya kutafuta kuwa wapya. Okay. Mwanamke hajadizainiwa kukaa sehemu moja siku zote. Hata tendo la ndoa mwanamke haruhusiwi kufanya kwenye kitanda kimoja mwaka mzima. Kamata mkeo, mtoe out Morena pale, nenda kwenye heka zako pale Morena, nenda kwenye heka zako sijui wapi. Mwanamke anakuwa mpya. Kwa sababu natakiwa kujua macho ya mwanamke amebeba uzuri. Ndio maana muda wote utamkuta anatafuta urembo. Hereni iko wapi? Muda wote anatafuta vitu. Sasa hajazoea, ndio maana hata ndala anazo lakini atataka zingine. Nguo anazo atataka zingine. Sasa wewe umeendelea kumkang'aniza kukaa kwenye eneo lile moja. Mule. Change environment na mkeo. Change environment na mumeo. Nendeni mbali. Chukueni hatua. Hata performance ya mambo yetu yale yanaenda kuwa very ni ugenini pia. Kuna wakati sura mpya, mazingira mapya, vionjo tofauti. Usizoe kwa sababu huko unajua kila siku kichwa kiko kule, lakini huko utajikuta kitanda kichwa unaweka kule. Kuna namna ambayo nafikiri ni muhimu sana. Na kanuni nyingine ya muhimu, mnapokosana mtengeneze. Kabla ya kwenda kwa washauri huko nje, mwanze wenyewe. Jifunzeni kumanage na kutatua kutafuta suluhu la issue zenu wenyewe. Msipende sana kushirikisha watu mambo yenu, kwa sababu unaweza ukamshirikisha mtu mwingine ukamuumiza, nyinyi mkasameana, lakini yule mtu bado akawa anachuki. Sio kama nimeeleweka? Yaani umemshirikisha shemeji anamchukia mumeo, nyinyi mtamaliza, lakini yeye bado ana kinyongo kama shemeji yangu anafanya hivi. Kwa hiyo anapomtesa mdogo wangu hivi, anapomtesa hivi na hivi, kwa hiyo anabaki nalo, kumbe nyinyi mlishamaliza.